Topic today, overcoming fear. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 2 Chronicles chapter 20. Ikawa baada wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi wa Meuni wakaja juu ya Jehoshafati vitani. Wakaja watu wakamwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hazazoni Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, akasema, Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yoyote kusimama kinyume chako. Si wewe, Ee Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humu, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema. Hallelujah. Praise God. Leo Mungu anatufundisha jinsi ya kushinda uoga. Overcoming fear. Tunasoma from 2 Chronicles chapter 20 from verse 1. Kwa Kizungu ili tupate kuelewa zaidi, tusoma kwa haraka. 2 Chronicles chapter 20 verse 1. And it happened after this that with the people of Ammon and others with them, besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazoni Tamar, which is Engedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Praise God. Overcoming fear. Tunaona kwamba watu wengi tunapitia uoga wa aina mbalimbali katika maisha yetu. Shetani anatumia mbinu hiyo ili kutushinda na kutukamata. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati watu wamekuja kwako na kukuletea ripoti, kukuletea habari yoyote, unaipokea kwa haraka, na mara nyingi habari zile zikiwa za vitisho unazipokea kwa haraka sana na kuanza kutetemeka. Hallelujah. Shimo la cheo, kenda gerezani, shimo la cheo. Utapata watu wengine ni machizi, wenda wazimu. Hawakuwa wenda wazimu kabla hawajashikwa, lakini wakati walipohukumiwa walisikia uoga sana, wakapane na akili karuka. Wako Shimalatewa prison, wanaitwa PP, presidential pardon. Wengine wanasema permanent prisoner. Kila mmoja anajipatia jina lake. Hawa watu walipoingia gerezani wakasikia uoga mwingi sana,
na akili yao ikachanganyikiwa na wakaingia wazimu. Mara nyingi tunapata ripoti mbaya, tunaogopa kutokana na ripoti ile na tunaanza kuchanganyikiwa, tunajipata tunafanya mambo yasiyofaa. Siku moja tukaenda kwa crusade Tanzania. Wakati tunafanya mkutano, mtu mmoja anaitwa Amin akaamka. Haleluya. Akasema mkutano huu hautaendelea. Mimi ndio simba wa mji huu, na hakuna chochote kitakachotangazwa katika mji huu kabla mimi sijaambiwa. Nikasimama nikamwambia, wewe ndio simba wa mji huu. Tumetoka Kenya, Mombasa. Sisi si wajinga, si wapumbavu. Tumechoma magari yetu mafuta, tumekuja hadi hapa Gairo uje utuletee upumbavu. Siku ya leo tutaona kwamba wewe kama wewe ndio simba ama kama Mungu wetu yeye aliyotutuma hapa ndio simba. Na tutafanya crusade, na ukitaka njoo usimamishe crusade. Na tukaenda kwa magoti, tukaenda mbele za Bwana, na crusade ikaanza. Crusade ilipoanza, Amin akaja kwa crusade. Watu walikuwa wengi kama zaidi ya 10,000. Amin akakaa mbele. Amin alipokaa mbele, anajaribu kufanya mbinu zake kuzuia crusade. Haleluya. Wakati Amin anajipanga, akatoa silaha yake kama hirizi, akaitupa mbele. Mimi nimeketi kando, mtumishi wa Mungu anahubiri. Alipoitupa mbele, nikaiona, nikaja nikaizuia na mguu, ikaanguka chini. Na nikamwangalia Amini macho kwa macho. Kamwambia Amini, sasa vita vimeanza. Na kabla crusade haijaisha, Amini alikuwa ametoa nguo, anakimbia akiwa uchi. Praise God. Hizo kama tungeogopa tukasema Amini amesema, sasa tunarudi nyuma, watu wa Mungu hawangekombolewa. Na katika shetani anakuja, analeta vitisho, analeta maneno ya vitisho, na mara nyingi tunaogopa na tunajipata kwamba tunajikojolea. Siku moja tuko katika mkutano, na ghafla kukaingia mtu kama mwendo wazimu. Akaingia kaanza kupiga makelele. Watu tumeketi vile tumeketi, wengine wakaamka, na tulipoangalia wengine wamejikojolea. Hiyo ndio shetani analeta uoga. Mara nyingi wakati hali zinapokuja katika maisha yetu, watu wanakuja na wanatupatia habari mbaya, na wakitupatia habari mbaya tunaingia na roho ya uoga, na badala ya kwenda kumtafuta Mungu tunakimbilia kutafuta binadamu, kutafuta msaada kwa watu. Na wakati huo shetani anatupata kwa sababu tumemwacha Mungu, tumekimbilia misaada ya watu. Haleluya. Amen. Hebu tuangalie mtumishi wa Mungu huyu anaitwa Jehoshaphat. Jehoshaphat alikuwa ni mfalme wa Yuda. Jehoshaphat alikuwa ni mfalme kwa miaka zaidi ya 25. Jehoshaphat alifuata njia za baba yake na alitembea kwa njia za Mungu. Siku moja maadui wakainuka. Biblia inasema katika 2 Chronicles chapter 20 verse 1, ikawa baadaye wana wa Moabu, wana wa Amoni pamoja na baadhi wa Meuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, kukaja watu, praise God. Kukaja watu wakamletea ripoti Yehoshafati. Wakasema, wanakuja jamii kubwa juu yako. Haleluya. Watokao ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hozani Tamar, ndio Engedi. Mtu akaleta ripoti kwa Jehoshafati, akamwambia kuna kuja kundi kubwa la watu, kuna kuja watu wengi sana. Yehoshafati, umezungukwa na watu hawa, wamekuja ni wengi. Vita hivi Yehoshafati huviwezi. Pengine yule mtu alikuja kumwambia Jehoshafati, akajitahadhari, akaanza kukimbia. Praise God. Wambea wako wengi. Mara nyingi ripoti zinapoletwa, ripoti mbaya, tunaogopa. Lakini je, tukiogopa tunafanyaje?
tunajipata tumechanganyikiwa. Tukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 17, tukishuka chini tunapata mtu anaitwa Goliathi, tunapata na mtu anaitwa Daudi. Watu hawa, Goliathi alikuwa ni mtu wa vita kwa miaka nyingi sana. Alikuwa ni mtu mrefu kwa kimo, alikuwa ni jitu, alikuwa ni mtu mrefu na mpana na mtu mkubwa, na alikuwa na uwezo. Praise God. Alikuwa na experience kwa vita. Alipigana vita tangu alipokuwa kijana mdogo, na amekuwa akishinda hizo vita kwa miaka zote. Siku moja Daudi akatumwa na baba yake. Alipotumwa na baba yake kupelekea ndugu zake chakula, akaacha chakula katika gate na akashuka. Alipofika pale katika battlefield, akaona watu wakikimbia wakienda kujificha. Mfalme Sauli na jeshi lake lote na watu wote wa Israeli, huyu jambazi, huyu jitu ambao ni Goliathi, alikuwa akitoka asubuhi anawakemea wana wa Israeli na anawaambia kuna nani ambaye anaweza kunipiga. Asubuhi anatoka na jioni anatoka, na wakati akitoka wanakimbia kujificha katika mapango. Ukaja kijana mmoja anaitwa Daudi, akaona mambo haya, akasema ni nani huyu ambaye anayesumbua jeshi la Mungu? Ni nani huyu anayejifanya ana nguvu sana ambaye anasumbua jeshi la Mungu? Akamwambia mfalme, ninaomba huyu uniachie mimi, maana mimi nitapambana naye. Wana wa Israeli waliangalia ukubwa, waliangalia unene, waliangalia urefu, waliangalia experience ya jitu hili linaloitwa Goliathi. Praise God. Lakini Daudi naye alikuja na experience mpya. Wana wa Israeli waliangalia experience ya mtu huyu kwa vitu anavyovifanya kidunia. Daudi naye aliangalia experience ya Mungu kwa yale mambo amekuwa akifanya katika watumishi wa Mungu. Je, wewe unaangalia experience ya kidunia ama unaangalia experience ya kiungu? Praise God. Watu hawa wakaja kwa Jehoshaphat, wakamletea ripoti, wakamwambia kumekuja mataifa yote yanayokuzunguka yanashuka, na sasa wako ng'ambo ya pili. Jehoshaphat atafanyaje? Jehoshaphat akaogopa sana. Hallelujah. Baada ya Jehoshaphat kuogopa, jambo la kwanza Jehoshaphat, Biblia inasema katika mstari wa 3, Jehoshaphat akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Jambo la kwanza Jehoshaphat alipopata ripoti hiyo, alipoogopa, kwa kweli kabisa neno la Mungu linasema Jehoshaphat aliogopa sana. Alipoogopa sana, Biblia inatuambia kwamba jambo la kwanza Jehoshaphat alifanya, aliuelekeza uso wake kumtafuta Bwana. Amen. Praise God. Jambo la kwanza linalotokea wakati maneno yamekuja, wakati uoga umekupata, wakati watu wameinuka kukuambia kwamba wewe hutaweza, safari hii mchawi huyu, yeye ndo ameangamiza fulani, yeye ndo ameua fulani, yeye ndo ameua fulani, ameua hata mtoto wake. Huyu kama unamchezea, tazama hutafaulu, kwa sababu yeye ndo ameangamiza mji huu wote. Lakini Jehoshaphat akaugeuza uso wake kumwelekea Bwana. Praise God. Amen. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Wakati uoga utakapokupata, elekeza macho yako kwanza mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana, ripoti hiyo, umwambie Bwana, angalia vitisho ambavyo nimeletewa. Mwangalie mtu yule, inasemekana yeye ana nguvu nyingi, inasemekana yeye ana nguvu nyingi za kichawi, inasemekana yeye ana umaarufu mkubwa, kumbe mimi nitaangamia. Jehoshaphat akaugeuzia uso wake kumtafuta Bwana.
The first thing Joseph did was to seek the Lord. Amen. Hallelujah. Jambo la pili Joseph alilofanya, alitangaza mbiu ya kufunga. Hallelujah. Alitangaza mbiu ya kufunga. He proclaimed fast throughout all Judah. Kufunga ni nini? Watu wengi tunafikiri kwamba kufunga ni njia ya kwenda mbinguni. Hapana. Nataka munielewe. Ninahubiri sasa. Kufunga, fasting and prayer sio requirement ya kwenda mbinguni. Matendo yako yataka kupeleka mbinguni. Fasting is not a requirement, praise God, for heaven, but it is a necessity if you are to become the overcomer that God intends. Kufunga inakupatia wewe nguvu ya kushinda. Praise God. Unatafuta nguvu za Bwana, unatafuta uweza wa Bwana, unaua mwili huu ili roho wa Mungu aliye ndani yako, ili uweza wa Mungu ulio ndani yako ukapate kuinuka, ukapate nguvu za kiungu za kukufanya wewe kushinda katika vita ambavyo unaendea. Praise God. Wakati tunapofunga, tunatafuta uweza, tunatafuta power ya Mungu, tunatafuta nguvu za Mungu ili tukapate kushinda vita ambavyo vya kimwili hata vya kiroho ambavyo viko mbele yetu. Tunatafuta uweza, tunatafuta power ya Mungu ndani yetu. Praise God. Unahitaji nguvu, unahitaji power ili miujiza ikapate kufanyika katika maisha yako. Unahitaji nguvu ya Mungu, unahitaji uweza wa kiungu. Neno la Mungu linasema katika 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Our battle is not of flesh and blood. Our battle has divine power. Praise God. Nguvu zetu zina uweza wa kiungu wa kuangusha kila elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu na kuisuppress na kuisubdue na kuifinyilia ili tupate kumtii Kristo. Hallelujah. Wakati tunafunga tunatafuta nguvu ya Mungu. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake katika Mathayo 17 kuanzia mstari wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuweko neno lisilowezekana kwake. Lakini 21, lakini haleluya, namna hii haitoki ila tu kwa kusali na kufunga. Amen. Wakati unasoma kifungo hicho lazima uanzie 20 ndio uelewe. Lakini namna hii haiwezekani ila kwa kusali na kufunga. Huwezi kuambia mlima toka na ukatupwe pale baharini bila nguvu za Mungu ndani yako, bila power ndani yako, bila kufunga na kuomba, kuuliza extra power of God, kuuliza the mighty power of God to join you in this battle so that you can subdue every power, every weapon, every knowledge that exalts itself against the knowledge of God. Kila elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu ili ukapate kuisukuma chini na kuiweka chini ya nyayo zako, inasema ikapate kumtii Kristo. Praise God. Amen. Kwa kufunga na kuomba. Yehoshafat alipoelekeza uso wake mbele za Bwana, akatangaza mbiu ya kufunga na kuomba, tukatafute nguvu kutoka kwa Bwana ili akapate kushindania vita hili. Maana vita hili sisi hatuwezi. Watu hawa ni wengi. Wa Moabu, wa Amoni, Mount Seir, wote wametuzunguka. Sisi ni jeshi letu ni kidogo sana. Hata tukianzisha vita nao, tazama tutashindwa.
Praise God. Hivyo hivyo tukisoma katika 2 Kings chapter 19, tunapata mtu anaitwa Hezekiah. Hezekiah naye mfalme wa Syria alikuja na vitisho vingi sana, na akatumana messengers wake wakaenda kwa mfalme Hezekiah, wakamwambia Hezekiah, tumepatiwa barua hii tukuletee, na tazama, mataifa 5 tumeangamiza na miungu yao. Mataifa yote hayo yalikuwa na nguvu kama vile wewe unavyojifanya una nguvu, lakini angalia, mataifa yote tumeangamiza na sasa tumekuja. Na wewe usidanganye watu wako kwamba Mungu wako ana nguvu, kwamba ataweza kusimamisha Mungu wa Syria. Anaweza kusimamisha miungu ya Syria. Anaweza kusimamisha mfalme mwenye nguvu wa Syria. Usifikiri Mungu wako ana nguvu kuliko miungu nyingine. Hezekiah akapokea barua, akaisoma, akachukua messenger wake mjakazi, akamwambia, nenda kwa mtumishi wa Mungu Isaiah, nenda ukamweleze habari hizi, na mimi naenda kwa madhabahu ya Bwana, na barua hii naenda nayo mikononi, ninaipeleka kwa madhabahu ya Bwana, nikamtangazie, nikampelekee Bwana, nikamwambia, soma barua hii, maana vita hivi mimi siwezi kupigana vita hivi. Ni kweli mfalme yule ameangamiza mataifa yote 5, ameangamiza na miungu yao, kweli ana nguvu nyingi, lakini wewe Mungu hukuumba wewe uliumba kila kitu, wewe hulali wala usinzii, wewe ndio uliyemwagizia mtumishi wako Solomon akalijenga hekalu hili, na akasema tukija hapa tukiinua mikono, wewe unasema utapona, unasema tukija hapa kama tumevamiwa na nzige, tukiinua mikono utaondoa nzige, ukasema tukija hapa kama tumeonewa na maadui, tukikuinulia mikono utatupigania vita. Na tazama, siku ya leo nimeleta barua hii katika madhabahu haya, niko mbele zako Baba, soma barua hii, vita hivi siwezi, nipiganie vita. Praise God. Neno la Mungu likamshikia mtumishi wa Mungu Isaiah. Kamwambia Isaiah, nenda umwambie Hezekiah, maombi yake yamefika kwangu. Maombi yake yamefika kwangu. Nimesikia maombi yake, na sasa ninakuagizia jambo jipya. Nenda ukamwambie, vita hivi nitampigania. Nenda ukamwambie yeye sasa asijali wala asiogope, manake mimi ninaenda kufanya jambo ambalo si la kawaida, ambalo hafikirii kwamba linaweza kufanyika katika dunia hii. Ninaenda kupigania vita bila jeshi lako, ninaenda kupigana vita hivi mimi mwenyewe. Mungu akashuka wakati jeshi kubwa 189 185 wamezunguka nchi ya Israeli, wamejipanga, wakasema na silaha zao, wamejipanga ili kesho asubuhi wakashuke wakavamia, kesho asubuhi wakashuke wakateke nyara, kesho asubuhi wakashuke wakaangamize. Usiku Mungu akashukisha jeshi lake la mbinguni. Mungu akashukisha jeshi lake la mbinguni, akashukisha jeshi kubwa la mbinguni. Wakati wanapanga plan, wakati wanasema vile tutakavyovamia, Mungu akashukisha jeshi la mbinguni, likavamia jeshi, wote wakajipata wamelala. Asubuhi Hezekiah alipoamka, tazama, wote 185,000 wamekufa. Amen. Praise God. Amen. Josephat akatangaza mbio ya kufunga, wakafunga, wakaenda katika madhabahu ya Bwana. Neno la Mungu, they fasted and prayed. Walipofunga na wakaenda kaluni mwa Bwana, wakaanza kuomba. Na hii ndio sala Yehoshafati aliyoomba. Akasema, Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana, mbele ya ua mpya. Akasimama nyumbani mwa Bwana, mbele ya madhabahu. Akasimama hapa Yehoshafati mbele ya madhabahu. Praise God. Hallelujah.
Yehoshafati akaanza maombi, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni, tena si wewe Baba utawalia falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yoyote kusimama kinyume nawe, kusimama kinyume chako. Wewe ndio Mungu mwenye uweza. Hakuna mtu yoyote Mungu anaweza kusimama kinyume chako. Jehoshafati akaendelea kuomba, akasema, si wewe Mungu wangu, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele, nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Jehoshafati anaendelea kuomba. Na sasa tazama, wana wa Amoni, wana wa Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi kututupa toka milki yako ulioturidhishia. Praise God. Amen. Hiyo ni sala ya Jehoshafati. Hiyo ni sala ya Jehoshafati akiwa katika nyumba ya Bwana, katika madhabahu ya Bwana, akimkumbusha Mungu yale aliyosema. Akamwambia, Baba, wewe ulisema tukiingia katika madhabahu haya, tukivamiwa na nzige, tukivamiwa na wadudu, tukivamiwa na magonjwa, tukivamiwa na njaa, tukionewa, tutakuja katika madhabahu haya, tutakuinulia mikono, na Baba wewe tazama utatuokoa. Na sasa tuko mbele zako. Wakati uoga unapoingia, hii ndio njia ya kufuata. Wakati ripoti zinapokuja, hii ndio njia ya kufuata. 2 Chronicles chapter 20 verse 1, from verse 1 kwenda chini, kwa wale ambao wameingia. Wakati ripoti ya kutisha imekuja, wakati watu wamekuinukia, wakati wachawi wamekuinukia, wakati ndugu zako wamekuinukia. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kitabu cha Luka mstari wa 21 kuanzia 15 inasema hivi. Praise God. Amen. Mungu Yesu atakupatia ataweka maneno yake katika kinywa chake, atakupatia kinywa na hekima ambao maadui zako hawataweza kupinga. Anaendelea chini akisema, mtashtakiwa na ndugu zenu, mtaumizwa na jamii zenu, mtaumizwa na watu wa kwenu, hata wengine watataka kuwaua watu wa kwenu, lakini yule ambaye atakayevumilia hadi siku ya mwisho akishikilia imani, yeye ataokoka. Amen. Hata unywele wa kichwa chake hautapotea. Amen. Praise God. Amen. Wakati umeletewa maneno, wakati uoga umekuingia, unafanya nini? Jehoshafati alielekeza uso wake mbele za Bwana, akatangaza mbiu kufunga na kuomba, akaingia hekaluni mwa Bwana na wakaanza kuomba, wakiwa na watumishi wa Mungu pale. Maana hekaluni mwa Bwana kuna watumishi wa Mungu. Wakati anaendelea kuomba, kama vile Hezekia naye, yeye alikimbilia hekaluni mwa Bwana, akapeleka barua hiyo hekaluni mwa Bwana, akaenda kwa mtumishi wa Mungu Isaya, akashare naye habari hiyo, akamwambia, nawe omba, manake vita hivi siwezi, nimekuhusisha katika vita hivi, pengine Mungu wako atakusikia, pengine mimi nina kasoro, lakini najua wewe Mungu amekuita, pengine atakusikia. Maombi ya ushirika. Tunaona wakati Ninawi walipokuwa wamemtenda Mungu dhambi, na chukizo la Ninawi likafika mbele za Bwana, hata Mungu akamwita Yona, akamwambia, nenda Ninawi ukatangaze mbiu Ninawi, manake ninaenda kuangamiza nchi kwa siku 40. Nenda uwaambie dhambi zao, nenda uwaambie chukizo limefika mbele zangu, na sasa nimekasirika. Mimi ndani ya siku 40 ninaenda kuangamiza nchi hiyo, ninaenda kuangamiza
nchi hiyo haitakuwa tena. Mfalme aliposikia habari hizo pamoja na nchi nzima, mfalme akashuka katika kiti chake cha enzi. Tuko pamoja? Kwa nini alishuka katika kiti chake cha enzi? Huwezi kwenda kwa maombi na huku unaangalia kando na kando. Pale katika kiti cha enzi, mfalme, usiku kunakuwa na banquet, wanasema vyakula vinaandaliwa. Wageni wanakuja, wanatembelea palace. Kunakuwa na wasichana wa kucheza na vijana pale wa kuchezea mfalme wakati watu wanakula. Kuna zeze zinapigwa. Ndio maana mfalme akaacha kila kitu. Akasema ninaacha starehe zote, ninaacha ufalme, ninashuka chini kutoka kiti hiki cha ufalme, kiti hiki cha uweza. Ninashuka chini kwa magoti, ninashuka chini kwa mavumbi, ninajipaka mavumbi. Akatangaza fast, akasema nchi nzima, hatujui ni nani, hatujui ni nani. Kwa pamoja lakini hatujui ni nani amekosa. Mfalme akasema hatujui ni nani. Yazakuwa ni mimi mfalme, yazakuwa ni mawaziri wangu, yazakuwa ni wabunge, yazakuwa ni watu wa kawaida, yazakuwa ni wanawake, yazakuwa ni wanaume, yazakuwa ni watoto, yazakuwa ni ng'ombe zetu, yazakuwa tunaabudu hizi ng'ombe. Lakini ninatangaza mbegu mpya, kwa sababu tunahitaji kumuona Bwana, tunahitaji huruma za Bwana, tunahitaji nguvu za Bwana. Wacha pia mimi nitashuka katika kiti changu cha enzi, nitakaa kwa mavumbi, nitakaa kwa mavumbi, nitakaa kwa magunia, nitakaa njaa kama nini. Kwa siku 3 tutafunga na ninaamuru hata ng'ombe safari zifungwe mask, hata ng'ombe ziwekelewe mask, na mask isifunguliwe tena mpaka tutakapotangaza mwisho wa mfungo. Ng'ombe zikafungwa mask, kuku zikafungwa mask, mbuzi zikafungwa mask, paka zikafungwa mask, watoto hawakunyonya. Kila mtu tunaenda kwa maombi, kila mtu tunashuka chini, tunatafuta uso wa Bwana, tunatafuta uweza wa Bwana, maana hatujui ni nani aliyokosa. Na pale Mungu akashuka kwa mtumishi wa Mungu akasema, nimesikia maombi yao na tazama sitaangamiza nchi hii. Wakati Jehoshaphat waliposhuka kwa maombi, haleluya, tazama nchi zote zinajipanga kwa vita, zinakuja, maana wameonekana ng'ambo ya pili, wameonekana ng'ambo ya pili. Maadui zako tayari umeletewa ripoti, washaonekana wakipanga njama. Haleluya. Tayari mtu amesikia tunamvamia chai safari hii. Waganga wote, wachawi wote wa Pemba, wachawi wote wa Zanzibar, wachawi wote wa kule siku naitwaje na Tanga, pamoja na wa Nigeria, safari hii chai hatatoboa. Na somo nilikuwa nafundisha hapa nikasema kwamba kundi la wachawi wanaokutana usiku wakipanga njama inaitwa coven. Wachawi hao wanakutana usiku wa manane, wanamulika. Chai inaisha wapi? Ni Kanjuni. Ni Kanjuni huko. Kuna mganga gani ambaye ni hatari? Hakuna. Chawi nguvu zake ziko namna gani? Chawi amekita, nguvu zake ziko sawa, amezungukwa chai. Wakiangalia Mikanjuni, wanaona Mkanjuni hakuna mganga wenye nguvu. Wanapiga step, wanakuja Mtomondoni. Kuna mchawi gani pale Mtomondoni? Hakuna. Wanakuja Majengo. Majengo wamepatikana mmoja Mikali. Wako katika spiritual realm, wako katika haleluya. Ndio maana ukienda kwa mganga unaambiwa ngojea hadi kesho, utaangalia hali zako wewe lala. Wakati unalala sasa ndio wanafanya survey, spot check, wanaangalia nguvu yako na nguvu ya hilo area. Majengo yuko okay. Lakini manake uko kanisani, roho Mungu yuko ndani yako. Mchawi mwingine ambaye jamaa yako anakupenda sana atakuwa katika timu, atakuja kuletea ripoti. Chai jana, hata sema hivi mimi mchawi, nasema jana nilisikia
kwamba wanakuja kumaliza safari cha utoshi. Wamefanya survey yao na wakishikisha moto, hawezi kwenda. Praise God. Anakuja kwa chai, analeta ripoti. Chai anakuwa na uoga. Kwa sababu ya uoga anafanya nini? Anakimbia naye kutafuta waganga wengine wakali, anakimbilia watu. Lakini Jehoshafati alikimbilia kwa madhabahu. Akaja kwa madhabahu, akaambia wana wa Yuda wote na wa Yerusalemu, sasa tunafunga, tunaenda hekaluni mwa Bwana, manake Mungu alisema tukiwa pale chochote tutakachouliza yeye atakuwa pamoja nasi, yeye atatupigania vita. Na wakati wanaomba, wakati wanafunga, wote wanasali, kila mmoja ni mnyonge, Roho wa Mungu akashuka kwa mtumishi wake Jahazieli, akashuka pale. Wakati tuko hapa tunafunga, wakati tuko hapa tunaomba, Roho wa Mungu anashuka kwa mmoja wetu, analeta habari. Mungu akaja akasema, Jahazieli, nimesikia maombi yenu, nimesikia kilio cha mtumishi wangu Jehoshafati. Nenda ukamwambie kwa maombi aliyotangaza, nenda ukamwambie kwa kifungo na maombi haya. Sasa nenda ukamwambie vita hivi nimechukua mimi, hata pigana vita tena, vita hivi sasa ni vyangu. Yeye mwambie sasa relax, mwambie sasa relax. Praise God. Amen. Wakati umepata ripoti hizo, wakati umeingia na uoga, kimbilia madhabahuni kwa Bwana. Amen. Geuza uso wako nyumbani kwako kumtafuta Bwana. Alafu anza sasa kwenda mbele. Jehoshafati wakati wanaomba, Roho wa Mungu akashuka kwa mtumishi wa Mungu Jahazieli, akamwambia, mwambie Jehoshafati na wana wote wa Yuda, when you start pray, when you go to the house of the Lord, wakati unamtafuta Bwana kwa madhabahu umejitenga, praise God, Mungu lazima ajibu. Amen. Mungu lazima ajibu. Amen. Si mchezo. Amen. Mungu lazima ajibu. Amen. Aidha akwambie hii haitawezekana, ama akwambie na kutetea. Amen. Lakini mara nyingi Mungu anajibu, anakutetea. Maanake Mungu wetu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa uweza, ni Mungu mwenye upendo. Hata kubali mtoto wake aangamie. Praise God. Jehoshafati ripoti kaja. 2 Chronicles chapter 20 verse 14 and 15. 14 and 15 Mungu akanena. Ndipo Yahazieli mwana wa Zakaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeli, mwana wa Matania, mwana Mlawi wa wana wa Asafu, akajiwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Akasema, sikieni Yuda wote, nani mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali vita ni vya Mungu. Wakati unapoenda kwa maombi, Mungu anabadilisha zile vita, vinakuwa ni vyake. Wakati umeenda kumtafuta, ile battle inabadilika sasa, yeye ndo anakupigania vita. Praise God. Yeye ndo anakupigania, anavichukua vile vita, anaamuru jeshi lake la mbinguni. Ama mjue kama kuna jeshi la mbinguni? 2 Kings. Lo fundisha hapa siku moja. Tumishi wa Mungu Elisha. Praise God. Ameenda, Mungu amemwelekeza, amemwonyesha vile Syria wanapopanga kuja kuvamia Israeli. Na akaenda kwa mfalme akamwambia, nenda ukaweke walinzi katika mlangeti ile na geti ile na geti ile na geti ile, maana Syria wanapanga jeshi na wataingilia mlango huo. Wakati jeshi la Syria lilipokuja likapata zile mlango zote zimewekwa gari, mfalme wa Syria aliita kundi lake akamwambia, ni nani anayenisaliti? Ni nani yuko upande wa Israeli? Kwa nini mfalme? Kwa sababu njama zote tunazopanga Israeli wanajua na wanaweka kizuizi, na wanataka kuniambia ni nani. Mmoja akainuka akasema, mfalme uishi milele. Kuna mtu pale Israeli anaitwa Elisha. Huyo mtu Mungu anamfunulia siri unazoongea ndani ya bedroom yako. Wakati uko katika bedroom yako na mke wako, Mungu anamfunulia siri. Huyo ndio anayefunulia siri hizi mfalme
wa Israeli. Mfalme wa Syria akasema, huyo mtu yuko wapi? Yuko mlimani. Haya, tupeleke jeshi usiku tukamzunguke, manake tutamwangamiza. Wakati mtumishi wa Mungu, mjakazi wa mfalme Elisha alipoamka asubuhi kwenda kukojoa, akaona jeshi kubwa limezunguka mlima. Akarudi kwa mtumishi wa Mungu Elisha, akamwambia Elisha, tumeisha, tumemalizika siku ya leo. Kwa nini? Jeshi kubwa limetuzunguka na sijui tufanyaje. Elisha akamwambia, wewe una wazimu? Sisi ni agent wa Baba, sisi ni wa Mungu, na jeshi lililo upande wetu ni kubwa sana kuliko hilo. Akasema, hapana, liko wapi? Elisha akainua macho akamwambia, Baba, hebu mfungue huyu macho. Akaona jeshi ambalo limetuzunguka, akaona jeshi kubwa la farasi wa moto wakizunguka. Akasema, kweli tumeshinda vita. Kwa hivyo tuna jeshi. Wakati unaposonga mbele za wana, vita vile Mungu anavichukua. Akishavichukua, ana release jeshi lake na linapigania vita. Kama ni maadui, wanaanza kupigana wenyewe. Kama wameinuka kufanyia uganga, wanaanza kurogana wenyewe. Wanakupigia simu, wanagawanyika, wanasema, kwanza mimi siko, kwanza nitaenda kumwambia. Wanakuja wachawi, wamejipanga, wamesema tunamwangamiza huyu, tunauza mali yake. Lakini wacha kwanza tuende kwanza tukamfuge macho, hata ilipitisha hata jua. Haleluya. Walipoenda kumwangalia, kumpambaza huyo ndugu, wakapata malaika wamemzunguka weupe. Na kuna mtu mmoja amevaa suti anaongoza hao malaika. Wakasema, huyu kuna mganga hatari sana ambaye amemzunguka. Wakapiga rada zao, wakaja usiku, wakapata neema kanisani. Wakasema, acha tutumane maagent wetu. Walipotumana wakapata ni kanisa. Kumbe yule ni pastor. Wacha tumwambie huyu. Wakapiga simu, brother, nisamehe, mimi sikuweko. Nini? Wao walienda, mimi sikuweko. Walienda wao. Kumbe yeye pia alikuweko. Wao walienda kukuangamiza, lakini wakapata kumbe umezunguka na watu weupe, na kuna mtu mwingine amevaa koti ametangulia, huyo ni pastor. Tumekuja pale kanisani, tukapata kanisani, tusamehe. Hivyo ndio inapokuwa. Vita si vyako, Mungu anachukua na anakupigania vita. Praise God. Josephat, habari hizo ziliposhuka, haleluya, Yazi akasema, waambie vita Mungu amesema ni vyake. Sasa nyinyi mjipange tayari, manake mtaona mkono wa Bwana. Msiogope wala msifadhaike. Isaya 41 inatuambia nini? Isaya anasema 41 kuanzia mstari wa 10, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Haleluya. Nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Usiogope wala usifadhaike. Mungu yuko pamoja nasi. Atatutia nguvu. Praise God. Atatembea nao. Atakushika katika mkono wako wa kiume wa haki yake. Atatembea nao hivi. Wakati wanapoinuka kukupiga, Mungu amekushikia mkono, anatembea naye. Wakati wamepanga hicho wanakuwekea baria, Mungu anatangulia, ukuta zinapasuka na unapita. Praise God. Wakati wanapotupa mishale zao, zikifika angani, Mungu amekuzunguka, zote zinaharibika pale. Praise God. Nampenda sana Kristo. Hallelujah. Praise God. Nampenda sana huyu Kristo. Wanafikiri huyo alichanganyikiwa akaacha biashara akaenda kuwa pasa. Sikuchanganyikiwa. Nina amani zaidi ya siku zote. Praise God. Ninapata usingizi maridadi. Hata nikiwa ndani ya gereza ninalala vizuri. Mungu anashukisha mtu wake wa kunisha. Wakati wengine wanakula maragwe, mimi nakula mchicha na karangio mchicha vizuri. Wakati wengine wanakunywa uji, mimi nakunywa chai asubuhi na jioni. Praise God. Wakati wengine wanalala kaba,
mimi napatiwa matress mpya na blanketi mpya. Maana Mungu yuko pamoja nami. Na wakati wanauliza eti ninavua watu ninawaleta. Ninavua watu. Vifungo vinakatika, wanatoka. Vifungo vinakatika, wanatoka. Vifungo vinakatika, wanatoka. Vifungo vinakatika, wanatoka. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nami. Praise God. Paulo akasema nitahubiri injili in season and out of season, because I know who I believe. I know he will take care of me. Hata chochote kikapotea, ninamjua ninayemwabudu, ninamjua ninayemfuata, ana nguvu zote, atanihakikishia, atanipeleka hadi mwisho. Tazama 11. Wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Praise God. Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama si kisichokuwa. Yani there will be nothing. Watakuwa non-existence. Praise God. Wanaopigana vita nao watakuwa non-existence. Daudi akasema, do not touch my anointed one, nor do him any harm. Si mchezo. Wewe kama umeokoka, okoka vizuri. Okoka, usikwe vuguvugu. Hapo maanisha ito wa pastor, yoyote aliyeokoka, do not touch the anointed one. Amepakwa mafuta. Hapo ni jicho la Mungu. Na Mungu hata ruhusu kidole chochote kugusa ngozi ya jicho lake. Mungu hata ruhusu. Hata ruhusu. Ndio wengine tuko vuguvugu na tunapigwa, tunasema kwa nini? Lakini wakati umeokoka, mapigo yatakuja. Sote hata kuja. Yatakuja, but the ending will be good. The ending will be good. Watafikiri wamekumaliza, kumbe ndio wamekuchochea. Watafikiri umeisha, kumbe ndio wanakutengeneza. Haleluya. Wanangojea nduru. Haleluya. Wakati tulikuwa tunakuwa, nyanya fulani ni mgonjwa. Tunangojea tu nduru. Wanangojea nduru ipigwe, waje na sadaka za kuzika. Wanangojea kuja wajua siku hizi kuna wanaitwaje au monas wa kulima. Professional monas wanasema ni shilingi 10,000. Tunangojea pale tukapige kelele ni 10,000. Wakati wanangojea, wanakuona umevaa vizuri na viatu zako mpya na suti na ball umenunulia kuzikwa, unapita, unatembea, wanakimbia, wanasema kwani huyu si alikufa? Kwani imekwaje? Na tulikuwa tumetayarisha tayari kumzika, lakini Mungu amekuinua. Na mara ghafla mambo yako yanabadilika na unapaa. 13 inasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kiume, nitakuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Haleluya. Mimi nitakusaidia. Israeli ilipotoka Misri, miujiza yote Musa aliyofanya, Farao bado alifanya shingo yake kwa nguvu. Akasema hapo watu hawana jeshi. Hawa watu hawana silaha. Hawa watu hawana experience. Wacha nitoe jeshi langu lote. Biblia inasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mlio waona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Exodus 14:13-14. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Farao akatoa jeshi lake lote, akasema hawa wanazunguka pale bahari ya Shamu,
pale Red Sea. Najua hakuna mahali popote wataenda, wanazunguka msituni, najua hawa nitawapata. Akachukua jeshi lake lote na farasi na kila kitu, akasema tuende hawa. Wakaangalia nyuma, wakaona Farao na jeshi lake lote linakuja, farasi wote na kikundi na jeshi nzima limetolewa na silaha zote zinakuja, na wakaogopa, wakaanza kupiga kelele, Musa itakuwaje? Wewe Musa, wewe Musa. Mungu akashuka kwa mtumishi wa Musa, akamwambia hao watu wasiogope, manake mimi niko pamoja nao. Hilo jeshi mnaloliona, hilo kundi mnaloliona, hilo hao farasi mnaowaona, hao panda farasi mnaowaona, ninawaambia hamtawaona tena, manake nitawaangamiza na ninyi mtanyamaza kimya. Praise God. Hallelujah. Unajua mara nyingi kweli tunakuwa na uoga, kwa sababu tunaona wamekuja, yani wanatupa skadi pap, nakuja kwa maombi, Reverend tuombe, unapona, unakaa unajisahau. Walirusha ya kidole, wanarusha mkono mzima anaanza kupoza. Unakuja tena unapiga magoti, Mungu anakuponya. Unakaa wanarusha sasa ya nusu mwili half unapooza. Kwani huyu mchawi haoni nguvu za Mungu? Kwani huyu adui haoni vile Mungu anafanya? Mpaka watu waje wakwambia huyu ameangamiza, na wewe na wewe utatosha. Lakini Mungu anasema hivi, tulia. Vita hivi amevichukua sasa. Anakupigania vita. Sasa anakutetea. Vita si vyako tena. Ushafanya kazi yako na Mungu take over. When God has taken over, unakuja mkono na relax. Imewezea akamwambia Joseph, waambie hawa watulie, waone mkono wa Bwana. Na Joseph na kundi lake wakatulia. Lakini kuna jambo moja ambalo nataka usifikiri hao maadui watanyamaza. Watakuja. Hiyo ndio siri moja. Wataendelea kupasua, kwa sababu hawakusimama. Wakati Mungu ameshuka akasema amewaregesha nyuma, wanakuja. Ni wakati Mungu alipomwambia Musa, waambie hao maadui utaona tena. Usifikiri sasa wanaregeshwa pale, bado watakuja. Wakati Hezekia alipokuja hekaluni, praise God, mtumishi wa Mungu Isaya akasema hao hilo jeshi lote Mungu anasema atawaangamiza, na mfalme atauawa na jamii yake yenyewe katika hekalu lake la kichawi. Kwa Isaya, usifikiri eti wale hawakwenda kujipanga vita, wanaendelea kujipanga. Nataka msikie kwa makini. Wataendelea kuja. Wataendelea kupasua. Wataendelea kuja. Kwa sababu Mungu hawajui vile Mungu amenena na wewe. Praise God. Mungu amekupatia siri kwamba usiogope, tulia. Wao wanaendelea kuja. Wanaendelea kufuatia. Wanaendelea kujipanga. Wakati wanapoendelea kujipanga, wewe kitu ambacho utafanya ni kuendelea kumshukuru Bwana. Acha mambo mengi. Endelea kumshukuru Bwana. Mungu nakushukuru, maana umesema vita hivi vinanipigania. Joseph akachukua kundi la waimbaji, akawapanga mbele. Kwanza akasimamisha mkutano, akainua kichwa chake. Second Chronicles 20, chapter 20. Akasema, wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Mungu wenu, ndio mtakayothibitika. Lazima tumwamini Mungu wakati amesema. Praise God. Mwamini Mungu wenu, ndipo mtakapothibitika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Tumwamini
Mungu, you have to believe. Lazima umwamini Mungu. Leo tunafundisha about faith. You must have faith in God. Number 2, anasema mwamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Jambo la pili, waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Haleluya. Waaminini Mungu wenu na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Amen. Hezekia alimwamini Isaya. Haleluya. Praise God. David alimwamini Nathan. Haleluya. Kwa pamoja lakini. Are we together? Israeli wale waliomwamini Musa walifanikiwa. Ninawi na mfalme wa Ninawi walimwamini nani? John. Yehoshafat alimwamini mtumishi wa Mungu roho Mungu aliyeshika kwake Yahazieli. Na ndio maana akainuka akasimamisha mkutano. Akasema mwaminini Mungu wetu ndio mtakapothibitika. Na muamini manabii wake ndio mtakapofanikiwa. Kwa sababu Mungu ananena kupitia kwa watu.